Nazungumza juu ya malango. Malango ni nini? Malango ni sehemu. Malango ni nini? Malango ni sehemu inayoruhusu kupitisha kitu au kutoa. Sio kitu, ni sehemu inayoruhusu kupitisha vitu au kutoa kitu. Kumruhusu mwanadamu kuingia, kumruhusu mwanadamu kutoka, ni sehemu inayoruhusu kupitisha vitu. Sizungumzi juu ya malango ya chuma, sizungumzi juu ya malango ya mbao. Ninazungumza juu ya malango ya kiroho, juu ya maisha yako. Sema, Bwana nipe neema niweze kuyashinda malango haya, yapate kuwa wazi na niweze kuyamiliki katika jina la Yesu aliye hai. Narudia tena kusema, malango ni nini? Ni sehemu inayoruhusu kupitisha baraka au kupitisha laana, kupitisha magonjwa au kupitisha mauti, kuruhusu kupitisha fedha au kupitisha utajiri wa roho na wa kimwili. Kuna malango ya roho na kuna malango ya mwili. Lango lako la mwili likoje? Lango lako la roho likoje? Malango ya mwili kwako yakoje? Na malango ya roho kwako yakoje? Una malango gani ya mwili yanayoruhusu kupitisha mali au utajiri? Una malango yako katika ulimwengu wa roho. Sosi ya utajiri iko rohoni. Ni malango yafungwe au yafunguliwe. Lazima tuyashindu ndelea kwa jina la Yesu aliye hai. Sema, malango ya kuzimu lazima niyashinde leo. Malango ya kuzimu lazima niyashinde leo. Ili ufanikiwe juu ya hatua unayoiendea, hilo lango lazima ulishinde. Moja, kuyashinda malango ya kuzimu yanayozuia watu wasiende. Malango ya kuzimu ni malango gani? Madhabahu za giza, wachawi na waganga na kuzimu na kuagiza wanapopaleta kushindana na watakatifu wa Bwana. Usipoyashinda, hata kama una mlango wa neema, neema inapotea. Simesikia Stella anasema alikuwa anafanya kazi akalizai kwa sababu aliona mlango wa kufanikiwa. Alafu alipoumiliki ule mlango, malango ya kuzimu yakamwondokea kwenye mlango, wakatengeneza matata, wakaanza kumwangusha akiwa barabarani. Alikuwa haanguki kimwili, anguko linaanza rohoni, kwa sababu tayari anaangushwa kwenye mlango wa kibiashara. Kwa sababu anguko limeisha kaa ndani, mwili unafuata. Na kataa isiwe kwako. Hautaanguka kiroho wala kimwili. Wakitenda malaika wa Mungu aje ategue, upako wa kinabii ndani ya picha utakufuata. Ninaweka kwenye hatua zako, ninaweka kwenye kitanda chako, ninaweka kwenye ardhi yako, mahali ukaapo na mahali ukepo, upako wa kinabii ukae pamoja na wewe. Kitabu kitakatifu Mithali 8 mstari wa 3. Umezaliwa, kuna malango. Unaishi, kuna malango ya kimwili na ya kiroho. Mithali 3:8. Biblia inasemaje? Neno la Mungu linasema. Ndio. Karibu na malango. Ongeza sauti. Karibu na malango. Karibu na malango. Mahali pa kuingia mjini. Mahali pa kuingia mjini. Mahali pa kuingilia malango. Mahali pa kuingilia malango. Anapiga kelele. Anapiga kelele. Rudia tena kushoto. Karibu na malango. Karibu na malango. Mahali pa kuingia mjini. Mahali pa kuingia mjini. Mahali pa kuingilia malango. Mahali pa kuingilia malango. Anapiga kelele. Nani anapiga kelele? Utamwona kwenye ndoto. Ni kodi iliyofichwa. Ni kodi iliyo hapa. Ninazungumza namna ya kuelewa malango. Si unaishi nchini, malango ya mji. Unaishi Tanzania, malango ya mji wa Tanzania. Si umezaliwa Kampala, Uganda, ukakua ukasoma, kulikuwa na malango ya wewe kule yanakufahamu. Umekuja Tanzania, malango ya Tanzania. Umeingia, umekata mikoa mpaka Dar es Salaam, malango ya Dar es Salaam. Mji, lango la anapiga mahali pa kuingilia malango. Yani hivi,
Nimesoma kitabu hiki cha Mithali. Biblia inazungumza kwa habari ya kitu cha ajabu sana. Aliandika hiki kitabu, unajua ni mtu aliyepitia, alikuwa na uwezo. Sulemani kwa fedha naye, maelfu ndani ya watu, jeshi mali anayo, kila kitu anacho, wanawake usiseme, kila namna ya starehe anaifanya. Anapoandika Mithali anaandika katika engo ya ufahamu mkubwa sana, kwa sababu alipewa hekima ya kuyajua mambo katika roho na katika mwili. Nazungumza kitu cha ajabu, anasema hivi: mahali palango la mji, mahali Joramu inabidi afanye kupata malango ya kazi. Lango la mji, ukiisha liingia lango la mji, kuna malango ya kazi, kuna malango ya biashara, kuna malango ya ndoa. Ukitaka ndani ya lango la mji, sijui kama kuna mtu ananielewa, sijui kama kuna mtu ananielewa. Anasema katika malango ya mji, mahali pa kuyaingilia malango, anapiga kelele. Nani adui yako? Nani umaskini? Nani loza ukoo? Nani chawa family? Anapiga kelele kwenye hilo lango. Kelele gani anapiga? Kipindi unataka kuingia kwenye ndoa, kuna mchawi anapiga kelele kwenye lango la mji. Joramu anataka kwenda kwenye ndoa, hapana, hilo lango lisifunguke. Likifunguka libebe mauti, likifunguka libebe uharibifu. Anapiga kelele. Usipokaa prophetic, ni kweli uko kwenye lango la mji, ni kweli vitu vizuri vinakuja, ila anayepiga kelele. Kelele gani zinazungumzwa? Unataka biashara, lango la mji. Lango haujashindwa kwa sababu tu eti umeshindwa. Umeshindwa kwa sababu umeshindwa kutembea kwenye terminology za kiroho. Rudia, mtu asome anielewe hapa. Karibu na malango, mahali pa kuingilia. Ngeukie jirani yako, mwambie karibu kwenye malango. Ngeukie jirani yako, mwambie karibu kwenye malango yale ya kuingia mjini. Kuna watu wako langoni, alafu malango ya mji hayajafunguka bado. Uko mjini, ila mahali pa kuingilia malango hayajafunguka. Kaulize watu wa mikoani, wanatamani kuweko Dar es Salaam. Wengine mlango wa mji kutoka Dar es Salaam haujafunguka. Na waliopata neema ya kufika Dar es Salaam, lango la mji, malango ya kuingia, yaani watu wa mikoani wanajua Dar es Salaam ukifika umetoboa kimaisha. Kuna watu wako Dar es Salaam wametoboa kimaisha, wametoboa lango la kutoka mkoani wakafika kwenye lango la mji wa Dar es Salaam. Walipofika kwenye lango la mji wa Dar es Salaam, malango ya kuingia kwenye mafanikio bado hayajafunguka. Wanatamani kurudi walikotoka. Siri ni hii: katika lango la mkoa ulipo, lango la taifa unaloenda, kuna malango ya kufanikiwa madogo madogo. Lango la biashara katika lango la Tanzania, nchi ya Tanzania, lango la biashara kwenye mkoa wa Dar es Salaam, malango ya ndoa kwenye nchi ya Tanzania na taifa, lango la huduma kwenye lango la Tanzania. Lazima ushinde na ufungwe mahali hapo, la sivyo kuna mtu anapiga kelele kwenye hilo lango. Kelele gani zinazungumzwa? Ni terminology zinazoandikwa. Huyu mpiga kelele ni neno limesimama, huyu mpiga kelele ni shauri limesimama, kwamba ni kweli ameingia mjini. Nani ameingia? PJ ameingia Changanyikeni, alafu malango ya yatafunguka tu kwa jina la Yesu aliye hai. Ninaomba malango ya mji wa Dar es Salaam ya kuyaingia mjini yawe wazi. Malango ya kifedha Dar es Salaam, malango ya biashara Tanzania, lango la chochote kwako liwe wazi, kwa sababu huko kwenye lango la Dar es Salaam, huko kwenye nchi ya Tanzania, malango ya fedha yawe wazi, malango ya kazi yawe wazi, lango la ndoa liwe wazi. Liwe wazi.
nisaidie niweze kufanikiwa. Malango yawe wazi, lango liwe wazi, na malango yawe wazi katika jina la Yesu. Sema kila lango langu la kufanikiwa liwe wazi, kila lango la hatua liwe wazi, na malango ya kufanikiwa ya biashara kwenye maisha yangu ya uchumi, ndoa yawe wazi kwa jina la Yesu. Sema amen. Sema wewe Tanzania, lango langu liwe wazi. Sema wewe Dar es Salaam, lango langu liwe wazi. Lango la mji wa Dar es Salaam funguka kwa ajili yako leo. Nifunguke kwa ajili yako leo. Nifunguke kwa ajili ya watoto wako. Lango la mji wa Dar es Salaam liwe wazi. Liwe wazi kiroho katika baraka. Liwe wazi ndani yako. Ya ruhusu watu. Niruhusu neema. Malango ya Dar es Salaam ya kibiashara, ya kiuchumi, ya kazi, ya elimu, ya ndoa, Dar es Salaam, Tanzania, malango madogo madogo yawe wazi. Na nyumba inajengwa tu, nyumba kubwa inakuwa na mlango mmoja. Nyumba ina vyumba saba, alafu ndani yake mlango ni mmoja. Kuna lango kuu la kuingia, alafu ndani yake kuna milango midogo midogo. Nataka niende wapi? Washroom kuna mlango. Nataka niende wapi? Master bedroom kuna mlango. Nataka niende wapi? Bathroom kuna mlango. Nataka niende wapi? Kitchen kuna mlango. Nataka niende wapi? Kuna mlango. Nataka nitokee nyuma, kuna mlango. Nataka nikae kwenye balcony, kuna mlango. Hayo malango yawe wazi kwa ajili yako. Lango la kifedha liwe wazi. Lango la mali liwe wazi. Lango la ndoa liwe wazi. Lango la liwe wazi. Atakaye jaribu kuyafunga kutane na mkono wa Bwana. Mimi PJ Bwana atanituma kwenye malango. Nitakuja na upanga, nitakuja na uweza wa Bwana. Bwana atanitumia kama malaika. Malango yako yatafungwa. Ninakuombea mwezi wa 5 utatoka kwenye hiyo safina. Malango yaliyofunga yawe wazi, yafunguke kiuchumi, yafunguke ujenge, yafunguke umiliki pesa, yafunguke umiliki ndoa. Mahali umetoka cha mtume semina Kumbukumbu la Torati 28 itakuwa utakaponisikiliza. Mstari wa kwanza, Kumbukumbu la Torati nazungumza juu ya malango ya kuzaliwa. Neno la Mungu linasema, ndio itakuwa utakaposikia sauti ya Bwana. Nisikilize uliyezaliwa. Yaani kama umezaliwa awe baba hai, awe amedeti, ila umetoka kwenye viuno vyake. Awe mama hai, awe amedeti, ila umetoka kwenye tumbo lake. Sikiliza hii. Anasemaje? Itakuwa utakaposikia sauti ya Bwana. Itakuwa utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii na kulitunza, kuyafanya maagizo yake yote hivi leo, ndipo Bwana Mungu wako kwanza kuna kutukuzwa juu ya malango ya mataifa na watu wake. Endelea. Na baraka hizi zote zitakuinjilia kukupata wewe. Endelea. Usikiapo sauti ya Bwana Mungu wako. Ndio. Utabarikiwa mjini. Utabarikiwa mjini. Utabarikiwa na mashambani. Endelea. Utabarikiwa uzao wa tumbo lako. Na uzao wa nchi yako. Utabarikiwa uzao wa tumbo lako na uzao wa nchi yako. Na uzao wa wanyama wako. Na uzao wa wanyama wako. Endelea. Wa mifugo yako. Maongeo ya ng'ombe wako. Maongeo ya ng'ombe wako. Na wadogo wa kondoo zako. Ndio. Endelea. Litabarikiwa kapu lako. Na chombo chako cha kukandia unga. Endelea. Utabarikiwa uingiapo. Utabarikiwa na utokapo. First. Uingiapo na utokapo. Nimesema hivi, mlango ni sehemu inayoruhusu
vitu kupita au kutoka. Huu ni mlango wa kuzaliwa kwako kwenye viuno vya baba yako, genetic, kwenye tumbo la mama yako umeadapt nini? Spiritual. Ili ufanikiwe, ili mataifa yakuinukie, uwe baraka, ili kapu la ngano lisipungue, mafuta na maogeo, uzao wa tumbo lako, we binti lao ambao hujazaa, uzao wa tumbo lako ili uwe baraka. Baba ambao hujazaa unaendelea kuzaa, uzao wa viuno vyako ili vibarikiwe, kulisikia neno la Bwana na kulitii na kulifanyia bidii. Niko baraka hizi nitakuja. Kwa baraka, hamna baraka pasipo kusikia neno la Bwana wala kutenda kwa bidii. Hakuna baraka, hakuna mataifa, yaani hakuna mtu atakayekuja kwako na ukawa inspired kwake. Haiwezekani. Mmoja ni goigoiwa kiroho mpaka mwilini, kwa sababu hauna bidii katika Bwana. Kuna neema umepoteza. Nataka nikwambie, kati ya watu wanaofanya ibada katika roho na kweli, ukikutana mtu anayefanya ibada katika roho na kweli na anapata muda wa maombi, ukikaa nao watu watano, yule mtu mmoja neema yake inawazidi watu wanne. Ana ufahamu kuliko watu wa dunia, maana wale watu wanaweza wakawa na elimu ila ufahamu ni mdogo. Nuru ya rohoni imefutika, akili zao zimegandamana. Ukikaa naye akiweka CV anatisha, lakini ukisikia vitu anavyoongea mwilini ni furush, ni ujinga. Haleluya. Nini? Tofauti ya mwalimu anayemtumikia Kristo na tofauti ya mwalimu ambaye yuko mtaani, uelewa ni wa tofauti. Uelewa ndani ya Kristo Yesu, una psychology, una uwezo wa kiroho. Kimtazama mtu roho anasema huyu mwanafunzi vita yake si akili, si amini, kulala kwake si huyu, kutokufaulu kwake. Unamsaidia rohoni na mwilini, unambeba kwa sababu ndani yako uko wise, una maarifa kuliko, unasema naye kwa polite way, unazungumza naye kwa lugha rahisi ya kimbingu, si kwa kumkaribia. Kuna watu wanapoteza neema, kuna watu kwa sababu tu. Siku moja nilisema hivi, ni vizuri sana mzazi akimpigia makofi na kumpa hongera mtoto anapoamka hata asubuhi kwenda shule, maana amejaribu. Kuna wengine hata kuamka hawataki, hawajaenda hata kuweza kukaa darasani, hata kama amepata 5, mbie wao umejaribu. Ile kumwambia umejaribu umempa confidence kwamba wao, kwamba Bwana, mama au baba anaelewa kitu nakifanya, ila sijafikia ile climax ambayo anatamani. Mwalimu anaelewa effort inayofanya, ila anatamani nifikie level fulani. Kwa hiyo anakupa sikio la kumsikiliza na unakuwa baba, sio mwalimu. Unakuwa baba kwake, sauti kwake, sio mwalimu mkali. Unakuwa kwake sama, unamwinspire katikati ya mwalimu, unampenda na akikambia hivi, nikienda kwa mwalimu fulani kwa sababu ipi? Ni kwa sababu katikati ya walimu wise ya kimungu iko katikati yako. Ukitazama watu wanajua hapa na wasaidia kwa namna gani, si makola, si tumbo na viziuno vya baba ulivyozaliwa. Itakuwa anasema utabarikiwa kutoka hapo na utabarikiwa uingia hapo. Ngeukia jirani yako, mwambie ulitoka kwenye kizazi kipi? Mwambie umetoka kwenye tumbo la mama yupi? Umetoka kwenye viuno vya baba yupi? Alilisikiliza neno la Mungu, alifanya bidii katika Mungu. Kama hajafanya bidii, kuna kitu kimeandaa cha kiroho. Nakwambia kweli, acha nitoke kwa baba yako, maana naongea na kizazi cha leo. Waokoe watoto wako, wametoka kwenye tumbo na viuno vyako. Fanya kwa bidii, msikilize Mungu kwa kuwasaidia katika ujinga wao na furusheji yao, maana kutokea hapo watatembea katika neema ya mama au ya baba.
limebeba baraka au limebeba laana. Sina maana na kusema, nina maana uanze kujitafuta. Limebeba laana au limebeba baraka? Kama limebeba baraka, tutakuona kukilishi baraka. Kama limebeba laana, hata kama utainua hatua hiyo, hatua itaanguka, kwa sababu lango limebeba baraka na limebeba laana, na hakuna mtu aliyefuta hiyo laana. Sasa wewe utakuwa ukisikia kwa bidii na kuyatenda yale ya kuagizayo hivi leo. Yani hivi leo, uzuri wa neno hivi leo ni kila itwapo leo. Yani leo usipofanya kwa bidii, Mungu anakusubiria kesho inakuwa leo, fanye kwa bidii. Usipofanya kesho, anakusubiria kesho kutwa inakuwa leo, fanya kwa bidii. Usipofanya, anakusubiria mwezi wa 6 hivi leo, fanya kwa bidii. Biblia hii imeanza kufundishwa miaka kadhaa yote iliyopita. Kila mtu akisimama anasema hivi leo, na ukisimama kwenye hivi leo vina black. Ukisema hivi leo natoka kwenye laana ya baba na mama inakatika. Nazungumza juu yako kwa jina la Yesu leha. Kila tumbo na viuno ulivyotoka hawakufanya kwa uhodari, ila leo uko mahali hapa. Mungu wetu ni hodari katika uwezo na nguvu zake. Hivi leo utoke kwenye laana ya ukoo, utoke kwenye maskini wao, utoke kwenye matatizo yao. Kifungo cha baba kisikupate, kifungo cha mama kisikupate. Utembee katika baraka ya Mungu wetu. Wewe ni uzao teule ndani ya Kristo Yesu, katika jina la Yesu. Sema haleluya, haleluya. Usipofanya kwa bidii, wewe ni yule yule, utawalishisha na watoto wako. Mimi naogopa watoto wangu kulishi matatizo ya baba na mama, na kuna mahali wao kufika. Nafanya kwa bidii angalau watoto wangu waende mahali pale, na kuombea hiyo neema kwa jina la Yesu leha. Na kata na break hiyo covenant leo, na break hiyo covenant juu yako katika jina la Yesu. Ipasuke kila minyororo ya family, ipasuke kifungo cha umasikini, kipasuke kinachozuia ndoa, kipasuke kinachozuia kazi, kipasuke katika jina la Yesu. Sema pasuka. Kiroho kuna vitu vimesimama. Sema Yesu nisaidie. Sema Yesu nisaidie. Yesu nisaidie. Niweze kuvuka. Niweze kuvuka. Mstari wa 19 Biblia inasema 19. Neno la Mungu linasema, kama uja play covenant, laana ya kule umetoka. Nimetoka Tabora, nimebeba laana ya kizazi cha tatu. Na mimi natoka, nasema haleluya, naenda Dar es Salaam, kwa sababu Dar es Salaam historia yake watu wanafanikiwa. Na mimi naenda kupambana. Ukifika Dar es Salaam, malango ya mji yamefungwa kwako, wengine wanafanikiwa. Wasio na elimu wanafanikiwa kwa sababu malango yako wazi. Wenye elimu wanafanikiwa, malango yako wazi. Wazuri wanafanikiwa, malango yako wazi. Wenye sura ya tafadhali nipigie wanafanikiwa, malango yako wazi. Ngoja kusoma 19. Na Biblia yako yao imeandika hivyo. utalaaniwa ukiapo, utalaaniwa utokapo. Sasa mimi hapa ndio nasema nimetoka. Mimi nilitoka Tabora, sherehe haya mambo. Nimezaliwa Tabora, nikakulia Tabora. Baba yangu na mama yangu pale. Nikakuwa nikasema haleluya. Mlango ukafunguka kwa kawazi kutoka Tabora. Ni neema ndugu yangu, kutoka mkoa nikuja Dar es Salaam. Ni neema. Wengine ukiwauliza historia ya kutoka mkoani kuja Dar es Salaam hawezi kusema nikujaje. Wengine kwenye gari la mkaa. Bahati mbaya tayari nimekukutia gari la mkaa, hauna msafirishaji na wewe humo. Wengine wamekuja kwa sababu ya magari ya msiba. Alipofika akasema sirudi. Opportunity, gari la msiba limenileta Dar es Salaam, sigeuke. Kila mmoja, yani aliyekuja kwa elimu na kwa
Dar es Salaam kuna opportunity, Tanzania kuna milango. Anasema katika lango la mji kuna malango. Ukiyaruhusu malango yafunguke, hautabaki kwenye kazi tu, hautafanya na biashara, hautabaki kwenye nafasi ndogo, utaexpand mahali pengine. Muulize ndani yako umekujaje Dar es Salaam, akibadilishia. Mimi naweza kumwambia nimekuja na gari la msiba. Acha kabisa. Nikatoka huko vile vilinyuma. Laana ime. Na unajuaje laana? Fika kwenye lango. Uone vyuma vinapokaza. Hata ile neema ulisafiri nayo ya mawazo kwamba Dar es Salaam kuna mafanikio inapotea. Ukiwatazama watu wanaokota makopo na sasa sijui na mimi niokote makopo, ila mkoani wakiniona na bwana itakuaje? Wakiniona nimetoka kwa Mwembe Dar es Salaam, nimetoka Tabora kwa Mwembe. Milango haipo. Afu nakutana na kanaokota makopo. Sijui na mimi niokote. Mlango hakuna, ila wataniona aje? Wakisikia wataona. Hakuna ambacho nikwambie sio. Watu wa Dar es Salaam wanapoishi na mnapoongea na watu wa mikoa, yaani mtapiga story kwenye simu. Watu wa Dar es Salaam kama watanisikia, Dar es Salaam utakuwa na ndugu Tabora, utakuwa na ndugu huko kijijini. Piga story unaongea Dar es Salaam nimetoboa, Dar es Salaam naishi vizuri. Unaweza ukamtumia, anaweza kwambia nakuja na mimi, ukamwambia karibu kabisa, mimi naishi hapo. Na bahati mbaya yule jirani wa kule akapata nauli akaja, akifika pale Magufuli unazima simu. Maana akija hapa wapi nitamlaza? Chumba chenyewe sina, nimeegeshwa kwa jirani, nimekaa kwa rafiki, alafu amefika Ubungo na niambia nimefika, na zile mbwembwe kwenye simu, acha niende kwenye chekundu na badilisha live. Wewe tunasikiaga nimeachwa Magufuli, hapo ni nini unafikiri? Nilikuwa nawasiliana naye kabisa, nilipofika stendi kimya. Unafikiri nini? Kaja na gari la kama lango haijafunguka, yuko tu anazurula hapa, kwa sababu ana simu zinaongea. Vipi huko? Maisha ni burudani, yani hapa ukifika umefanikiwa. Umefanya na uzuri, visimu hivi siku na editing na zile ntini, ukikipiga picha unajinganisha unapotaka, unajiwekea shedo hata kama huna unanena nini juu ya mlango? Kwa sababu tukisema laana ni kichwa cha mtu kilichosimama kuweka mabaya kwenye lango lililozaliwa. Wewe mwenye haki wa ndoa unaweza kusema mimi ni mwenye haki kweli, na unaweza ukaenda kwenye engo nyingine. Binti na kijana mwenye kwa kila jambo kuna majira yake na kila kusudi chini ya mbingu. Mwenye haki kabisa, majira haya kuingia kwenye ndoa, kinywa chako kinanena nini? Mwenye haki kabisa wa kufanya hiyo biashara na kufanikiwa, kinywa chako kinanena nini? Kinywa cha mwenye haki ni kama fedha teule. Kugeuza kinywa chako kusababisha fedha. Ndio maana kuna majira nasema hivi, unaweza ukawa na fedha ukafeli maisha, ila unaweza ukawa na kinywa cha haki ukafanikiwa katikati ya vitu vyepesi au vigumu. Kinywa cha haki, kinywa cha haki kinaleta miujiza. Na mkono wako sema Yesu nisaidie. Yesu nisaidie. Niweze kutembea katika haki. Niweze kutembea katika haki. Katika mikono yako juu nataka niachie upako. Yote,
wako juu ya malango ya nchi. Upako wako juu ya malango ya wilaya na mkoa. Wakosi watoto, malango yaliyofungwa, mipaka iliyofungwa, ndoa zilizofungwa, huduma zilizofungwa, mafanikio yaliyofungwa, neema zilizoharibiwa. Wape watoto zilejeshwe leo. Kumbuke Bwana kwa ufanisi kutoka kwenye shimo la mauti, kutoka kwenye mikataba ya umaskini. Akutoe Yesu leo kutoka chini mahali roho za famili zilipokushikilia. Zinaanza kushikilia nchi iliyoziwiliwa malango yake yasiwe wazi. Baba, wajue watoto wao, ruhusu neema hii, ruhusu neema hii, ruhusu neema hii, ruhusu neema hii. Wapandishe watoto wao, watoke kwenye malango ya kuzimu leo, watoke kwenye malango ya umaskini leo, watoke kwenye malango ya ukoo leo, waingie katika nuru yako na malango ya baraka. Yerusalemu ina milango 10. Baba, wafanye watoto wako, wape malango yaliyo wazi wala hayakufungwa. Wape, wainulie watu waliobeba lango la mafanikio. Wainulie Bwana. Fungua sehemu inayopitisha baraka zao. Fungua sehemu ya kazi inayopitisha fedha. Fungua sehemu ilipozuiliwa. Lepashakata yatoreke Raba